Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Utubariki kama watainiwa wa St. Barnabas Teldet, pamoja na wazazi na wote ambao tumekuja kutiwa moyo na neno lako. Nena pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Uketi chini tafadhali. Wapendwa wote wa kanisa letu la St. Barnabas Teldet, pamoja na jamii yetu ya St. Barnabas Teldet Secondary School, muniruhusu wamenisema wajongo, muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Elasta Yesu. Bwana asifiwe. Siku moja, kama unaongea lugha kama mimi unasema basheta genge. Siku moja watu watatu walialikwa kwa sherehe. Sherehe sisi tunaita sakwe. Na akasema kila mtu abebe silaha ambaye atatumia kwa sherehe. Kwanza alikuwa ni mtu anatoka mlimani, akafikiri hiyo sherehe ni ya kukula nyama. Kwa hivyo akaamua atabeba kisu, ama sisi tunaita rotwet. Akaamua atabeba nini? Kisu. Na akifika kwa sherehe, nyama ikiletwe, atakula na atasherekea. Wa pili alikuwa ni jirani yetu kutoka huko chini, na yeye akafikiri ni sherehe ya kukula maponi. Maponi kwa wale ambao wajui ni viazi vya kienyeji. Kwa hivyo akaamua atabeba uma. Yani wakati wanapolete maponi atakuwa tayari na uma yake. Watatu alikuwa ni mtu ambaye anaitwa Mnandi. Sijawahi ona sherehe ya Wanandi inakosa mchele. Kwa hivyo yeye akaamua atabeba nini? Kijiko. Walipofika, unajua kitambo wakati gogo yangu alikuwa anaitwa Spora, dada yake alikuwa anaitwa Rispa, na huyu ni mtoto wa dada ya gogo yangu. Nadhani niwaambie kina gogo yangu walipokuwa wakileta chakula, walikuwa wanaleta kujobe, yani walikuwa wanaleta vile iko. Haujui, unajua ni nini, unajua ugali inakuja. Lakini siku hizi kwa hotpot haujui ni nini, kwa hivyo hujitayarishi kukula. Lakini kina gogo yangu walikuwa wanaleta vile ilivyo. Sasa hao watatu, na walisema sheria hakuna mtu atabadilisha chenye alikuja naye. Kama ulikuja na kijiko utaendelea mpaka mwisho. Kama ulikuja na kisu utaendelea mpaka mwisho. Na kama ulikuja na uma mpaka mwisho ya memorie, utapambana na uma yako mpaka mwisho. Walipofika chakula ilikuwa imewekwa kwa hotpot, wakapatia huyu mtu kiti ya kwanza, huyu kiti namba 2 na huyu kiti namba 3. Na wakaomba wakasema, Mungu bariki chakula iliyo mbele yetu katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Na watu wanasema nini? Amen. Ufungua ilikuwa ni sherehe ya kukula supu. Na walisema hakuna mtu atabadilisha chenye alikuja nao. Wenye alikuja na rotwe kinyalim, yani alipata shida. Wanaomba nikaribu kuchota supu na kisu, akachota miss. Yani akajaribu tena mamigi, lakini wakasema hautabadilisha silaha. Ng'ang'ana rotwe kujaribu kuchota supu. Mwenye alibeba uma, shida ikaongezeka. Hata akajaribu
kuweka mkono chini ya umma, lakini supu inateremka. Yule mwenye alibarikiwa ni yule mwenye alibeba nini? Kijiko. Hata hapa nimekuja kuhubiri. Nilitembea attendance, sikuhubiri kwa kanisa, nilifanya pastor. Lakini leo nashukuru baada ya miaka kadhaa ndega atu kanisa. Mbele niwaambie watu wanakujanga na silaha 3 kwa prayer day. Kuna wale ambao wanabeba kisu, kila mafunzo wanasambazia wengine. Na yeye mwenyewe ajifunzi chochote. Na anabakia ilivyokuwa mwanzo, ilivyo sasa, hata milele habadiliki. Kuna wale ambao wanabeba umma. Mahubiri inasikika kwa masikio hii na inatokea kwa masikio ile. Na yeye abadiliki. Naomba leo kwa neema ya Mungu ubebe kijiko. Kila mafunzo ikubadilishe. Jambo lingine ambalo nataka kusema, wasababu wanasema somanet cricket. Education is power. Wengine wanasema murukote cricket, yani kuokota mahindi ndio inakufikisha popote. Wale walitangulia na murukote, wengi waliacha shule. Wengi wanataabika. Yana mayek. Kwa sababu wakati mwingine murukote inakuwa na maozo ndani, inakuwa na nini. Wakati watu wanavuna, yeye anangojea tu murukote. Mamurukote cricket. Wengine wanasema mayek cricket wako kwa sensa hii. Na hata wakati mwingine hawana nafasi ya kutoa dudu kwa mguu. Yani ambuti ya krengu. Mguu anatembea mbaya. Rani waambia kwamba ukiwa msasi, dali nikwambie somanet cricket. Watu wengine kitambo walifikiri kuolewa ndio kufaulu. Lakini kuolewa bila kusoma unarudi nyumbani. Na wakati mwingine unaolewa na mwingine hajasoma. Sasa wote mnasaidiana na uniform ya shule ndio inakuwa napkin. Menya nini? Somanet cricket. Education is power. Ukifikiri masomo ina gharama, jaribu ujinga. Ujinga gharama yake ni juu zaidi. Leo nataka niwaambie kwa hii dunia unaweza amua kufanya vitu viwili. You can decide to be one among many. Be unique. Ama unaweza amua kubakia kwa group. Can you be a rose among thorns? Or be counted among thorns? Je, wewe utakuwa mmoja kati ya wengi ama wewe ni group? Nauliza watainiwa na wanafunzi wa shule yetu, tena iko na gate ya nguvu. Nimewaambia ukitazama hizi mashule za upande hii, shule ambaye gate yao ni kaikai, yani ambaye ni mzuri, ni shule ambaye inaitwa St. Barnabas Helmet. Hata leo tunaombea. Lakini sasa kipate bila masomo ndio na miss. Kama ni peke yake, ngoja nipate. Nataka niwaambie, hii dunia utaamua to be unique. Inategemea maneno ambayo unakubali na maneno ambayo unakataa. Utakuwa tofauti na wengine. Inategemea maneno ambayo unakubali na maneno ambayo unakataa. Leo nataka niongee kuhusu maneno manne ndio nisafiri kwenda mbali. Nataka kusafiri, lakini kwanza niongee na watu wa talent. Number 1. Naambia wapendwa wa talent,
Iko watu huko kwetu, mtu analima eka 10, anaanza kulima na ndume siku 60. Analima. Watu ambao wanalima na ndume wanakula ugali korokoro 30. Siku 30 analima. Anaweka mbolea 2 kwa eka 10. Na mwishowe anavuna gunia 15. Na anatengeneza sherehe kariye maye. Kwa sababu amevuna gunia 15. Weka 10 ni kwa sababu amekubali kutosheka na uzembe. Yani maratune maneti bukujobi. Yani ameshangilia maneno ya kawaida. Na kuko na mtu mwingine hapa chini, kwa eka 1 ameweka mbolea 2. Akatobrese na 2. Na mwisho akapata gunia 30. Kaiko nyo afadhali mgani? Afadhali eka 10 ama eka 1. Watu nataka niwaambie, usikubali ukiwa mwanafunzi. Usikubali kutosheka na uzembe. Never accept to be average. Yani utakuwa tu ukitembea na kusindikiza wengine na hesabu unapata Kiingereza Hakuna mtu mwenye ana akili ya kutosha. Mungu ametupatia wote akili ya kutosha. Inategemea unakubali nini ama unakataa. Na hata wazazi wengine wanakubali uzembe. Sema miani walimu. Mwalimu ndio mbaya, anasukuma mtoto. Wacha mtoto wangu akae. Kanyako. Wacha akae. Hata unakubali uzembe. Hata uzembe hata mimi sikupata. Hata mimi kianyoru hii sasa. Kwani lea mite. Dada niwaambie, usikubali kutosheka na uzembe. Expect the best. Pia mtoto mmoja ambia, hata kama mimi sikuenda university, hata wewe utaenda katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Na akienda Morokote, fukuza yeye aende asome. Kwa sababu Morokote inakwisha na siku 2. Mekirane Morokote, usishangilie Morokote na mtoto anapata mark ya chini. Accept the best. Usikubali uzembe. Walimu, sukuma wanafunzi. Wanafunzi, jitie majira. Na usipojitia majira hakuna penye unaenda. Usikubali kutosheka na uzembe. Kwa shule na hata maisha. Usikubali kila mwaka chakula inaisha mwezi wa kwanza na uko na shamba ya kambi. Usikubali. Wanasema kubokeni tumekuanga hivyo. Usikubali. Never accept to be average. Wale watu ambao wamefanikiwa ni wale walikataa uzembe. Na akasema kwa hesabu, mimi sitapata hii tena. Nitafanya bidii, nitasoma na nitapata B. Na inawezekana upate B katika jina la Yesu Kristo. Lakini inatokea kubadilisha mawazo. Fanya bidii. Hapana nenda kutafuta kanisa ambayo inakuombea unapata B directly. Biblia inasema chochote mtu apandacho ndicho atakacho. Kwa hivyo anza kukaribia walimu. Kama ulikuwa umeanza na kiburi kwa wazazi na walimu, karibia. Unajua mwalimu ni mtu tofauti sana. Daktari wa kienyeji anakupatia dawa ya kienyeji 20 liters. Lakini lita 19 bobego, yani bego maji. Dawa ni lita 1, yani iye bego bana. Iye bego utakunywa maji lita 19 ndio dawa lita 1 ingie kwa mwili. Lakini kuna daktari ambaye amesomea anakupatia tablet kidogo. Kichwa imepona. Karibia
kujaribu kufunzwa na walimu ambaye hawakuhitimu. Mungu amebariki shule iko na walimu wa kutosha. Consult your teachers. Usikubali uzembe. Uzembe ni E. Uzembe ni D minus. Leo tunataka kuomba Mungu hao wanafunzi wafanye kazi. Hizi siku chache inaweza badilisha historia ya mtu. Hizi siku chache imefika karibia mwalimu. Kama ulikuwa unaenda Mrokote na tukuga na ambaye mzee ametaja, baba yangu huyu ametaja, tukuga na kundapeto, wajana na mambo haya. Na wewe kutokea leo karibia walimu. Amka saa 12. Na nakwambia tutabadilisha baki ya uzembe kwa shule. D minus D. Tunataka tuondoe katika jina la Yesu Kristo. Na wazazi wakifika nyumbani usiseme kanyago ruhusa 2. Sukuma yeye. Na ukisukuma yeye na tusapotiane, tunataka tuondoe D na E. Isikuwe kwa shule katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Wanafunzi wangapi wanasema watatosheka na uzembe? Weka mkono chini. Okay. Mimi nataka kuuliza swali tena. Wanafunzi wangapi wanataka kutosheka na uzembe? Weka mkono chini. Okay. Ninaona bado niko na wafuasi. Wewe nirudie tena. Wanafunzi wangapi wanatosheka na uzembe? Weka mkono chini. Kama unatosheka, weka mkono chini. Bwana asifiwe. Wanafunzi wanaanguka mtihani si kwa sababu hawajui, kwa sababu ni wajuaji. Wenyewe wanajiuliza maswali yao na wanajibu na wanaanguka. Jambo la pili, jambo la pili, usikubali kuzima ndoto yako. Hapa kuna walimu. Hapa kwa neema ya Mungu kuna madaktari. Hapa kuna wajumbe. Lakini kuna vitu vinaweza zima ndoto yako. Moja ni Mrokote. Ya pili ni lift ya bodaboda. Ya tatu ni mandazi kwa hoteli. Niliwahi pata mwanafunzi kage anji mandazi tegu. Inashinda kichwa ya mtu mwanafunzi. Anang'ang'ana na mandazi. Usiwahi kubali. Na wengine ni kiburi. Na wengine maikia. Lakini si nyinyi opere. Si nyinyi. Naongelesha wengine. Lakini ndani wa usiwahi kubali mtu kuzima ndoto yako. Wanasema all dreams are valid. Kila ndoto inawezekana. Hapa Telnet kuna wale wameenda university kwa sababu ndoto ilikuwa valid. The future belongs to the people who believe in the beauty of their dreams. Wale ambao wanafanikiwa ni wale ambao wanaamini ndoto za siku za usoni. Ndoto ya kuwa mwalimu. Ndoto ya kuwa daktari. Ndoto ya kwenda university. Na inawezekana. Mimi nilipokuwa French school Kamsinga, sikuwa mwanafunzi mzuri. Form 3 nikiwa na miaka 15 nilipanga kuchoma Kamsinga. Na suspension letter yangu ikaandikwa conspiring to burn the school is not a laughing matter. Your son is callous and evil-minded. He is not supposed to be mixed with the right-thinking Kenyans. A safe place for him is in a prison cell. Beki ya kukuchoma nilikuwa mtu mbaya beyond repair. By scared master aliniandikia. Lakini niliamini ndoto yangu baada ya kuokolewa. Nikasema nitapata PhD. Form 4 nilipata C.
nikaenda nikasoma diploma. Baada ya diploma nikaenda nikasoma degree. Baada ya degree nikaenda nikasoma masters. Baada ya masters nikaenda nikasoma PhD. Nikagraduate 2020. Kila ndoto inawezekana katika jina la Yesu Kristo. Songa mbele. Nataka nikwambie, napenda wimbo ya jeshi la wokovu, naimba jeshi la Bwana aliangalia nyuma. Wangalia nyuma nini, wangalia mbele, wangalia mbele, wangalia nyuma nini. Ona mbele mpaka ndoto itimie katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Je, una ndoto ama unapelekwa popote? Kwa wengine hawana ndoto. Ama wengine ndoto yao ni mawe 3. 1, 2, 3. Nekurene msikie. Yaani wengine ndoto yao inakuishia pale. Wengine ndoto ni boda boda. Nataka nikwambie, penye ndoto yako iko ndio utafika. Martin Luther King Jr. alisema hotuba ya muhimu sana, I have a dream. Hey, do you have a dream? Mungu akusaidie. Jambo la 3, never accept. Never accept. Usiwahi kubali. Usiwahi kubali kupoteza your focus. Never accept to lose your focus. Lengo. Huko kwetu Mount Elgon, pale ambapo panaitwa Kamnemu, kulikuwa na watu wanawinda. Yaani walikuwa wakiwinda, na wakiwinda kulikuwa na umbo inaitwa chojo. Ikifukuza swara lazima ishike. Swara tunaitanga pone ama bongo ama mbuzi ya msituni. Na kitambo walipokuwa wakifukuza walikuwa wanasema ndio hiyo shika. Na umbwa inua mkia na ianze kufuata swara. Na ikifuata swara, lengo ilikuwa kushika. Lakini ilipokuwa inakaribia kushika, siku moja chondo ilipokuwa ikifukuza swara, sasa ile karibu ishike, ukatokea na mnyama mwingine inaitwa sungura, inaitwa baramu. Sungura ikatokea na ikapita kando. Unajua chenye Mungu alifanya? Ikaanza kufukuza swara na ikaanza kufukuza sungura. Hata nyinyi KCSE ndio target, ndio swara inakimbia. Lakini kuko na sungura mingi upande hii. Kuko na sungura iko kwa lomi, iko sungura nyingine inaitwa success card, na kuko na wengine wameandikiwa success card 30. Yani anasoma katango inekwe. Yani anasoma success card 30. Na wale niwaambie likeke ya mtihani hakuna chenye iko kwa success card itakuja kwa mtihani. Afadhali ufungie pahali. Ukimaliza mtihani soma. Ndani niwaambie kuko na sungura mingi ya pesa imekuja. Sungura ya marafiki walioanguka mtihani wanataka kutafuta wa kuanguka nao. Sungura ya kutembea usiku na wengine wanabeba kisu hata itakuumiza mwingine. Hadi wewe ni mrani na hauna certificate yote. Unaitwa sahi hauwezi andikwa kazi yote. Bila certificate ya form 4. Driving school hautaenda. Hata baadaye kuchunga ng'ombe utahitaji diploma in animal husbandry. Na hata saa zingine kufuna kitambo utahitaji kusoma. Wewe kazi ambayo unabakia naye ni wizi. Na ukishikwa wataweka time na wamalize mambo yako. Mungu akusaidie usikose lengo. Leo nataka nimalizie kwa kuambia kuhusu mtu mmoja ambaye alikuwa tofauti
tofauti kwa wengine. Jina lake ni Yusufu. Yusufu alikuwa tofauti na ndugu yake, hakuwa kwa group. Yeye he was unique. Genesis. Wangapi wanasoma CRE? Beba mkono juu nione CRE. Who wrote Genesis? Padri anakumbuka nilikuwa nawafunza kitu kinaitwa Old Testament survey. Na hata leo ikifika 5 ninafunza, siku hizi tunafunza kwa simu. 5 to 8 nakuwa nafunza tu kwa simu. Ndani waulize nani aliandika kitabu cha Mwanzo? Wanafunzi wa templates. Ni nani? Moses. Pigie makofi. Pigie president. Pigie umroni. Makofi. Musa ndio aliandika. Musa aliandika mwaka wa 1527 to 1487 akiwa kule Misri. Alipokuwa akitembelea familia yake akapata family records. Akaangalia genealogies na akaandika kitabu cha Mwanzo. Mwanzo inaelezea kuhusu vile mataifa yalikuwa, lakini pia inaeleza kuhusu patriarchs ambaye ni Abraham, Isaac and Jacob. Lakini sehemu kubwa inaelezea kuhusu Yusufu. Leo wacha niwafunze kuhusu Yusufu. Jambo la kwanza, Yusufu hakuwa sawa na ndugu yake. Hata ninaomba wewe usikuwe sawa na wengine. Kuwa tofauti. Be unique. As a rose among thorns. Jambo la kwanza, Joseph, kwa somo ambayo tumesomewa, Genesis chapter 37 verse 1 to 11. Joseph had passion. Hakuna mtu anafanikiwa bila kuwa na passion. Had a passion. Na hata hiyo passion ndio ikampa ndoto ya kwenda mbali. Do you have a passion for studies? A passion for mathematics? A passion for geography? Cultivate a passion in your life. Because watu wengi wanapotea kwa kijiji. They don't have a passion for anything except maye. Yani amegongwa na mawe, lakini bado anaendelea kwa sababu hana passion na chochote. Have a passion for farming. Have a passion for education. Na nakwambia ukiwa na passion for whatever subject utafanikiwa. Walimu wanasema one of the things that makes a student succeed in a subject is to have interest in that subject. Ukiwa na interest, Mungu atakusaidia. Joseph was a man with a passion. Na alimalizia kuwa prime minister wa Egypt. It is my prayer, muwe na passion. Whatever you are doing, have a passion. Whatever you are doing. Kenya unafanya kinage tukunyeye. Have a passion. Mimi, I have a passion for preaching. Now be. Si kwa sababu gani? Napenda. Pia mimi ni mkulima. Na kuambia kwa hii maisha kuwa na passion. Wengine wako na passion ya same yani inaitwaje? Kutoa story kutokea hapa mpaka pale. Unampata asubuhi yako saboti. Hajakunywa chai, anatafuta anegege na hakuna kitu anapata. Kwa hii maisha, have passion for something that is constructive. Wengine passion yao ni kueneza ufundi kuhusu shule. Kuwa na the correct passion. Number 2, Joseph was a man of purity. Yeye, hata wengine walipofanya makosa, aliripotia baba yake. Yeye kila kitu alifanya, he was pure. Hata alipojaribiwa na mke wa Potifa, akasema mimi sitatenda dhambi.
Sijui wangapi wanaishi kama Joseph siku hizi. Wao wanaweza kutoroka dhambi. Wangapi wanaweza kutoroka dhambi? Yusufu was a man of purity. Alipopatiwa kitu akawa mwaminifu. Alipoulizwa kusoma timetable alifuata. Ninaomba Mungu akusaidie. Success follows the people who are pure. Wana mambo mengi. Mungu atusaidie. Why we the church fate maagizo. Let us be pure in what we do like Joseph. Na tutafika mbali. Ukichanganya disco, matanga, sijui unapigania nani. Na huyo mtu mwenye unataka kupigania baada ya miaka 10 atakuwa bonde area nyematije faida agatukuru. Na unajua saa zingine wasikana wasoko wakiamwanga kitu hakuna kitu inawazuia. Ukiamua kusoma hakuna kitu kitakuzuia. Na ukiamua kwenda koto hakuna kitu kitakuzuia. Lakini madhara ambayo utapata mengi nini? Kwa hivyo Mungu akusaidie uamue vitu vizuri. Number 3. Joseph was promoted. Mtu ambaye anafanikiwa is always promoted. Baba yake akamtengenezea koti nzuri. Kama huyu is promoted, unaona yeye ni tofauti. Promoted. Ninaomba hata kwa hii mtihani uwe promoted with the best results. Next year, my prayer. Hapa, let us be promoted from E and D. Na ukifanya bidii na msikie maneno ya principal. Na walimu na deputy na walimu. Na mchungaji Reverend Buliba. We will get the promotion. Promotion haikujiki kwa kupanda mbegu. Wengine wanapanda mbegu kwa TV. Na hivyo nabii hapa tende anaitwa Reverend Rafael Buliba. Kwa sadaka kuombea kuna haja ya kupanda mbegu huko. Na Biblia inasema chochote mtu apandacho ndicho atakacho. Apandaye hapa uvuna hapa. Na apandaye kwa ukarimu uvuna kwa ukarimu. Ninaomba utafute promotion. Wangapi leo watatafuta promotion? E na D minus isikuwe kwa results yako. Wangapi wanatafuta promotion? Weka mkono chini. Oh, nasema wangapi wanatafuta promotion? Weka mkono chini. Wacha niulize tena. Wale wanatafuta promotion, weka mkono chini. Na kama hutaki promotion unaweka mkono juu. Oh, wangapi wanatafuta promotion, weka mkono chini? Okay, pigia makofi wote wamefaulu. Jambo la mwisho nataka nimalizie hapa. Unajua ningehubiri kanisa zamani wakati kulikuwa na mama yetu anaitwa nani, Lydia Sae, kwa mambo ile. Sikuweza kufika kwa kanisa, nilihubiri ndogo kijijini. Lakini leo 2025 Mungu amenipa neema. Nimefika hapa. Na kufika hapa si mchezo, lazima inakamu na kung'ang'ana na kuimba Yesu yuko mbele, Yesu yu nyuma, Yesu vivyo kando, walindwa vyema, toka na mapema, mbele ya wote. Jambo la mwisho, Joseph succeeded because of the promise. Mungu ameahidi kutuinua. Katika ndoto yake Mungu aliahidi atamuinua. Hata sisi tended mwaka huu, we want to rewrite the story of his story. Tunataka next year hii ikuwe ni 5.0 plus. Wengine huko wanapumwanga hewa safi si kama hii. Nyinyi mko na hewa safi hapa Tended. Hakuna pollution, forest karibu. Hakuna bahali wanawapigia kelele. Hapa ni bahali ambapo unapata 5.0 and above. Lakini wazazi mtusaidie. Wazazi, nataka tukubaliane tuunge mkono principal. Wangapi wanasema tutamuunga mkono?
kuna wengine hawaamini. Nasema wazazi, wangapi wanasema tutaunga mkono principle? Beba mkono juu. Na Mungu anaona tena mmebeba mkono kwa kanisa. Wanafunzi, wangapi wanasema tutaunga mkono principle na walimu, na hata kutokea leo penye tulikuwa tukienda hatuendi tena. About that. Na ukirudi kwenda huko tena mengo runele. Wangapi wanasema tutaunga mkono walimu, tutasoma na tukabadilisha matokeo yetu. Promotion na promise ya Mungu. Beba mkono juu. Wangapi wanasema tutaunga mkono? Naona wengine wanaweka nusu mlingoti hapa, hawajaamini sana. Bwana asifiwe. Nataka kuomba pamoja nanyi sasa. Mungu awabariki na Mungu anene pamoja nanyi. Kwa majina naitwa mchungaji Daktari Kimutai Jesus. Aboy Gabinjosa, kwetu ni ukoo ya Gabinjosa. Na Mungu wa amani awabariki. Asante sana Padre Rafael kwa kunialika na wote wa parokia hii. Wakinialika tena mambo super. Mungu wa amani awabariki. Na tuombe. Maneno ambayo tumeyasikia kwa masikio yetu, kwa neema yako yapandwe kama mbegu mioyoni mwetu na yazae tunda la maisha mema. Utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho.